Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza limemkamata na linaendelea kumhoji mtu mmoja aitwaye Silence Joseph Mwakasala. Huyu ana miaka 25, ni Mnyakyusa na mwanafunzi wa chuo kikuu cha Sauti kilichoko hapa Mwanza. Anasoma kitivo cha sheria mwaka wa 4. Anashikiliwa kwa tuhuma za kukopesha fedha kinyume cha sheria. Siku ya tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka huu, jeshi la polisi lilipata taarifa kuwa huko katika mtaa wa Nyamalango, kata ya Luchelele, katika duka la vifaa vya elimu linalojulikana kwa jina la Tukuyu Stationery, kulikuwa na vyeti vya elimu ya sekondari vya kidato cha 4 na cha 6 vya watu mbalimbali pamoja na kadi zao za benki. Vilionekana katika mazingira yasiyo ya kawaida, jambo ambalo lilitia mashaka kuhusu matumizi ya kadi na vyeti hivyo. Kutokana na taarifa hiyo, jeshi la polisi lilipofika majira ya saa 5 kamili za asubuhi, walielekea katika eneo la tukio hilo na kufanikiwa kumkamata Bwana Silence Joseph Mwakasala ambaye ndiye mmiliki wa stationery hiyo. Baada ya kumkamata, walifanya upekuzi ambao ulizingatia taratibu zote za kisheria. Ndipo katika upekuzi huo aliweza kupatikana akiwa na vitu vifuatavyo: kadi 8 za ATM za benki ya NMB, kadi 12 za ATM za benki ya CRDB, vitambulisho viwili vya NIDA, vyeti 31 vya matokeo ya kidato cha 4, vyeti 4 vya matokeo ya kidato cha 6, vyote vikiwa vya wamiliki tofauti, pamoja na nyaraka mbalimbali za mikataba ya kukopesha fedha. Kuhusiana na nyaraka hizo, mtuhumiwa alipohojiwa alieleza kuwa licha ya kuwa ni mwanafunzi wa chuo cha Sauti, pia amekuwa akijihusisha na biashara ya ukopeshaji wa fedha kwa wanafunzi na wakazi wengine wa eneo hilo, huku akichukua nyaraka za wateja wake kama dhamana ya mikopo yao. Pamoja na nyaraka hizo, jeshi la polisi liliweza pia katika upekuzi huo kuzikamata hard disk 5, flash 2, notebook 1, simu 7 za aina mbalimbali, vyote vikiwa ni mali ya Silent Joseph Mwakasala, navyo pia vimeshikiliwa kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Jeshi la polisi linaendelea kufanya uchunguzi wa kina kuhusiana na tukio hili kwa kushirikiana na mamlaka nyingine za kiuchunguzi, na hatua za kisheria zitachukuliwa mara upelelezi utakapokuwa umekamilika. Kutokana na tukio hilo, tunatoa wito kwa wafanyabiashara hasa wanaofanya hizi shughuli za kukopesha fedha kuzingatia sheria, kanuni na taratibu zinazoongoza biashara hiyo. Kwa hiyo mtuhumiwa huyo alikamatwa na ameshikiliwa katika vituo vyetu vya polisi, kituo cha polisi hapa Central, kwa mahojiano zaidi kuhusiana na tukio hilo.